na mama Dangote ameshindwa kuvumilia juu ya haya yote ambayo yanayoendelea. Ameweza kumuomba bibi Zuchu aweze kurudi nyumbani haraka iwezekanavyo, na ameweza kukiri na kusema kwamba kiukweli mtoto wangu amekuwa katika misingi ambayo hata mimi mwenyewe sielewi. Najua wewe ndio kila kitu katika maisha ya mtoto wangu, amebadilika kwa namna moja ama nyingine. Sasa leo hii imekuwaje unamuacha? Kuna mengi ambayo amekuwa akiyapitia, hivyo nakiri na kuweza kumuombea msamaha katika kila kosa ambalo amekuwa akilitenda, kwani yeye ni binadamu na ana mapungufu na ana madhaifu pia. Hivyo na chukua nafasi hii ya kuweza kumuombea msamaha katika kila makosa ambayo amekuwa akiyatenda kwako, kwani kuna vingi amejifunza, na tunaamini katika hiki kinachoendelea sasa Mungu atasimama nawe kuweza kuhakikisha kila kitu kinakwenda kuwa sawa. Bila wewe mtoto wangu hawezi, na tumeweza kuona baadhi ya watu wengi waliweza kufunguka vingi wakisema kwamba tunatakiwa kuweza kujifunza vingi kutokana na makosa, kwa sababu kuna mengi ambayo yapo, na wengi wao wanatamani sana kuweza kujua kila kitu ambacho kinachoendelea sasa. Na kama ilivyo awali, wengi wao wakasema kwamba kama ni mama Dangote ameweza kudhamiria kweli kwenye hiki ambacho anachokifanya, basi tunaamini maisha ya bibi Zuchu yatakuwa salama kabisa. Lakini kuna wengi ambao waliweza kusema kwamba mama Dangote na maslahi yake binafsi kwa bibi Zuchu, ndio maana anaamua kuweza kufanya haya yote. Ila yote ya yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila kitu ambacho kilichoweza kumtokea, kwa sababu hayo yote ni mipango ya Mwenyezi Mungu pia. Bwana, mambo ndo kama hivyo ambavyo unavyozidi kuona, kadri siku zinavyozidi kwenda ndivyo mambo yanavyozidi kupamba moto zaidi katika kila hatua ya maisha ambayo tunayopiga. Bwana, mimi nikusihi kama ndo mara kwa kwanza, usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment.